karibu na anayesomesha, na hiyo ni sunna iliyothibiti isiyo na wasiwasi. Anayetufundisha mkao huo ni Jibrilu alayhi salam. Siku ile alipokuja mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mkao wake fa asnada rukubataihi ila rukubataihi wa wadaa kafaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil iman ila akhir alhadith. Kwamba Jibrilu alayhi salam alipokuja mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, alikaa karibu yake kiasi cha kugusana magoti yao, rukbatan rukbatan, magoti kwa magoti, kisha akaweka mikono yake katika mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ushuhuda kwamba unatakiwa usiwe mbali na nani? Na mwalimu wakati ukikaa darasani. Lakini pamoja na hayo, mafundi tutawaomba hao wanaofanya setting waendelee kufanya setting, na wale huko nyuma wanaopenda kuegemea, wanaogopa kuja mbele, wapate kusikia na wao. Semeni inshallah. Haya, tunaendelea na darasa yetu na kukumbusha tena kama nilivyokukumbusha jana mwisho, ukija msikitini kumbuka kunuia itikafu, na waitu sunnatal i'tikaf, manake nanuia sunna ya kubaki na kukaa msikitini kwa muda. Itikafu ni kile kikao chako msikitini. Ukikaa msikitini, kile ndio kinaitwa nini? Itikafu. Na si kama wanavyoamini wengi eti itikafu ni dua. Utasikia mtu anakuambia usinichezee, nitakusomea itikafu. Hakuna dua inaitwa itikafu, bali kuna kikazi kinachoitwa itikafu. Ni nini? Ni kukaa msikitini kwa ajili ya darasa, kukaa msikitini kwa ajili ya kuswali, kukaa msikitini kwa ajili ya dhikri na istighfari na salatu ala nabi, pia kukaa msikitini kwa ajili ya kupumzika. Ufanyi chochote, unaingia msikitini mwenyewe umeamua kulala, basi kwa kunuia kwako itikafu, Mungu atakulipa thawabu mpaka utoke, mpaka muda wa kubaki msikitini utaendelea kupata thawabu za itikafu. Kwa hiyo ukiingia msikitini, pamoja na ile dua ya kuingia msikitini ambayo najua watu wengi wanaijua, basi usiache kusema nawaitu sunnatal itikaf kwa moyo wako, nanuia sunna ya kubaki msikitini. Sawa? Thawabu nyingine hizi sio za kuziacha, ni za kujiokotea. Unaokota, unaondoka zako. Sawa? Haya, natoka chooni, ukirudi unanuia tena. Kuna wale wanaopenda kujipigia simu, ukienda kupigia simu ukirudi unanuia tena. Haya, leo tunaanza aya ngapi? Ya 11. Ndio hivyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun wa lam yakun lahum min shurakaihim shufa'a wa kanu bi shurakaihim kafirin. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك
ulaika fil adhabi muhdharun. Ndio Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa sudurina wa zahaba ahzanina wa kafaratan lisayiatina wa nawwirillahumma bihi basairana wa absarana ya rabbal alamin waj'alhu hujjatan lana wala hujjatan alaina. Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Tulisema aya au sura zilizoshuka katika maisha ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa bado yuko Maka, nyingi sana zilikuwa zinathibitisha al-uluhiyya, zinathibitisha uungu, zinaonyesha dalili za uwepo wa Mwenyezi Mungu. Aya nyingi sana na sura nyingi sana. Na hilo ni kwa nini? Ni kwa sababu ndio kwanza watu ulingano na dawa unawafikia. Kwa hiyo ili lazimu wamjue Mungu kwanza kabla ya kwamba Mungu anataka nini. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo utasoma aya nyingi utaona zinaonyesha Mungu ni nani, Mungu yukoje, Mungu anafanya nini, Mungu ana uwezo gani, ili mpaka kifua chako na moyo wako na akili yako na saikolojia yako ijae imuone Mungu, kisha unakuwa uko tayari sasa kwamba Mungu ndo hivi alivyo. Inakuwa rahisi kwako wewe kumtii. Na mara nyingi tunarudia, na hili ndo mara nyingi kosa la walinganiaji wengi sana. Watu wengi wanaotoa mawaidha wanaruka kipengele, wanaruka vijiji. Kwa maana gani? Wanaanza kuwaambia watu Mungu anataka nini kabla ya kuwafahamisha watu Mungu ni nani. Tumswalie Mtume Muhammad. Tunakurupuka, swalini, fungeni, toweni zaka, msinywe pombe, musibeti, kabla ya kuwaambia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardh, mpaka mwisho. Kabla ya kuambia Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Ziko usome aya hizi kwanza. Kwa nini? Kwa sababu kanuni ni kwamba asiye kujua hakuthamini. Hii ni kanuni al-awwal. Ndio maana utaona mara nyingi unaweza ukamchezea mtu sasa hivi, kesho ukaambiwa wewe unamjua yule? Yule ndo mkuu wa kituo. Unaza nimeyatindinganya Kimakonde hicho hata siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipita katika makaburi, akamkuta mama mmoja akilia sana kulililia kaburi. Akauliza, mama gani yule? Akaambiwa yule ni bibi fulani. Kwa nini analia pale makaburini vile? Sasa ile ni kaburi la mtoto wake aliyokufa. Kwa hiyo uchungu umemjia, analia pale kwa kumpoteza mwanawe, na ndio alikuwa huyo mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsogelea na kwenda kumuelimisha ubaya wa kile kitendo anachokifanya yule mama kwa lugha nzuri tu, kwamba huyo anatakiwa kuombewa Mungu na sio kuliliwa kwa kubwata na kuomboleza kama hivi. Mama yule hakuwa anajua kama huyu ni nani. Mtume sallallahu alaihi wasallam
alimpigia kelele, najua mimi wewe, unajua huyu alokufa nani wewe? Kwenda. Mwisho akaenda zake. Alivyoondoka watu wakamfuata yule mama, mama umeharibu nini? Yule ni Mtume Muhammad, la haula wala quwwata, ndo mtume yule. Allahu akbar. Nikabidi ageuke amfate, ya Rasulullah, huzuni, sikujua. Mtume ndo aliposema neno lake mashuhuri, innama sabru inda sadamatil ula, innama sabru inda sadamatil ula, kusubiri kwa kweli ni pale unapopigwa ngumi ya kwanza, mtu kakutia kofi, subiri pale. Sasa lakini inshallah mama, usirudie tena siku nyingine, wacha hiyo. Mara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na mama mmoja njiani, ana mizigo, akampokea, akaenda naye mpaka sasa. Njiani yule mama akaanza kutoa maneno ya hatari. Nasikia hapa mtaani kaja mtoto mmoja anaitwa Muhamedi, mtoto mbaya huyo, mtoto kadha wa kadha, mwana Isaya. Mtoto huyo, mtoto ndo beba ile mizigo mpaka nyumbani. Haya mama, asante. Kama bora wewe Muhammad angekuwa kama wewe, mtoto una adabu zako, mtoto umezaliwa wewe. Kuja mtoto hapa asiokuwa na adabu. Muhammad, haya mama, asante. Akataka kumpa chochote, akamwambia la, hii mimi ni wajibu wangu mama kusaidia watu wazima, mimi nilivyoumbwa, mimi napenda kusaidia watu wazima, hichi baki nacho. Alivyoondoka wakamjia, mama fulani umepata bahati kubwa leo. Ya nini? Umepokewa mizigo na Muhammad. Muhammad, si ndio huyu Muhammad hapa? La haula wala quwwata. Asiyekujua akuthamini. Kwa hiyo njia nzuri ya kuwaambia watu waswali, wafunge, watoe zaka, wahiji, waache madhambi na makosa, kwanza kuwaelekeza Mungu ni nani mpaka wamjue. Leo sisi wote tumekuwa wavivu kuswali, kutoa zaka, kufanyaje? Kwa sababu bado hatujamjua Mungu hivyo alivyo. Sawa? Japokuwa sasa hivi mambo yamebadilika sana. Sasa hivi kwa sababu ni ulimwengu wa makusudi. Ulimwengu sasa umejaa kusudi na husuda. Inaeleweka vizuri? Sasa hivi bwana, anayekujua hakusapoti kabisa. Tumeelewana? Anayekujua hakukubali kabisa kusudi, na asiyekujua ndio anayeongoza kukusema vibaya. Msipate tabu. Ulimwengu tunaokwenda nao sasa ndio huo. Ukiona mtu anakusema vibaya, ujue hakujui ulivyo, na usitarajie yule anayekujua akakusapoti. Usitarajie, utakufa mapema, utapata koresto, utapata pressure. Maanake sasa hivi ni ule ulimwengu wa hata wewe. Maanake hata wewe, jinsi unavyonijua wewe, unanifanya mimi hivi, ndio ulimwengu wa sasa. Yaani ukitaka mtu akupige vita, akujue vizuri, zile njia za vizuri anavyokujua, ndio anapita mule kukuumiza. Si anakujua? Asiyokujua anakaa maskani. Ukipita sasa yule, sio mchezo yule. Mwanga yule, kumbe babake ndo mwanga. Nasikika au? Nasikika? Mbona unaona kama msikiki? Sasa aya hizi tutakazozisoma leo chache tu zinaonyesha Mungu ni nani. Naomba tuwe makini kabisa, tumsikilize Mwenyezi Mungu. Anajieleza yeye mwenyewe, mimi ni nani kwenu. Ya kwanza anasema Allahu yabda'ul khalqa
Mwenyezi Mungu anavianzisha viumbe, yani yule muumbaji wa kwanza kabisa ndo creator anaitwa. Mwenyezi Mungu ndiye anavianzisha viumbe, hakuna mtu alioanzisha viumbe, ndo yeye. Thumma yuiduhu, kisha anavirudisha. Manake amevianzisha na atavimaliza yeye mwenyewe. Yeye ndo aloumba na yeye ndo ataua, hakuna mwingine. Thumma, kisha, ilaihi turjaun, kwake mtarudishwa. Tena hiyo tia neno thumma ilaihi, kisha kwake tu, ongeza neno tu. Thumma ilaihi, kisha kwake tu, turjauna, mtarudishwa, sio tarjiuna. Wanaojua lugha ya Kiarabu hapa wakae vizuri wasikie, na hata wasiojua nitaeleza, nitalazimisha mpaka uelewe. Kuna tofauti thumma ilaihi tarjiuna na thumma ilaihi turjauna. Kuna mabniyu lilfa'ili na mabniyu lilmaf'uli. Hii mabniyu lilmaf'uli kwa watu waliosoma lugha ya Kiarabu upande wa nahwu. Thumma ilaihi turjaun, Mwenyezi Mungu yeye ndo anaanza kuumba, hakuna aliyewahi kuumba kabla ya Allah na hatotokea. Kisha anavirudisha viumbe, kwa maana anaondosha maumbile yao, naua. Thumma ilaihi, kisha kwake tu, turjauna, yani sisi alioanza kutuumba ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kisha yeye atatuondoa, kisha ataturudisha kwake, aya zote zilizokuja juu ya zilizokuja wattaqu yawman, amna wattaqu yawman tarjiuna, wattaqu yawman turjauna, ogopeni siku mnayorudishwa. Maanake karhan wa kurhan, taw'an wa taw'an, ukitaka usitake, ukifika siku sio utarudi, utarudishwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hata jana si leo nimesema bala, hakuna hata mtu anaopenda kufa. Nani anapenda? Tena ukimwona yule mtu kazeeka sana, ndo apendi kabisa kufa yule. Mtu aliozeeka afadhali mtoto. Unaona wale watoto wa bodaboda wale wanavyoziendesha zile bodaboda, wazee wao wakiona wasa, watoto hao wana nyoyo za plastiki nini, kwa sababu ya utoto. Mtu mzima akiendesha pikipiki kwa tahadhari kweli kweli, mabega hivi, yani ukimpigia honi anazima kabisa. Umeelewa? Lakini mtoto analegeza kile viatu vyao, umeona ufanya vile na stendi kwa sababu ya utoto. Kadiri ukikua wewe ndio unazidi kuogopa kufa. Mungu mipango yake ndio hiyo. Huyo ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Huyu mtu mzima kishamaliza mipango yake yote ya kutokufa na bado anakuelekea kufa, kisha kula dawa, kisha pumzika, kisha fanya mazoezi, kisha kabla ya kula anakula dawa, katikati ya kula anakula dawa, baada ya kula anakula dawa. Yani mtu mzima angojei kuambiwa vipi ushakula dawa leo. Sawa sawa, huyo ndio nani? Allah. Kwa hiyo hii ni aya, ukikaa ukaitafakari hii mwenyewe utasema la ilaha, na ukisikia adhana utakwenda kuswali, na kama utakuwa na senti utatoa sadaka, na ukifika mwezi wa Ramadhani utafunga, kama una senti utakwenda kuhiji. Hii aya ukizingatia hii moja tu, na aya kama hizi
wanachuoni wanakwambia ziko 250 katika Qur'ani. Ziko ngapi? Zinazothibitisha kwamba Mungu ametuumba na kwake tutarudi. Ziko 250. Mungu ametuumba yeye na kwake yeye tu, wote tutarudi. Sisi wote hapa, na hatutorudi kwa Mkapa, wote tutarudi kwa nani? Kwa Allah, tukitaka tusitake. Atatukusanya wote fi sa'idin wahid, katika kiwanja kimoja kama hivi. Haya, kaeni hapa. Mnasemaje? Mimi Mungu wenu sio Mungu wenu? Alastu bi rabbikum. Alafu atakuwa na mikwala. Wote tutakaa kuliko mvokaa kimya hivi. Wewe mwenyewe ujioni. Alafu atauamrisha moto utoe sauti yake. Jahannam, moto utalia, utasikika moto, kila mmoja atasikia moto, mwema na hata yule mbaya, tutausikia moto. Kazi itakuwepo hapo. Mimi nausikia, nataka nimwambie mwanangu Omar Bago, unausikia moto huo? Na yeye anataka kuniambia, mzee, unausikia moto? Tutanyanyua sauti kwa wakati mmoja, hazitopishana zile sauti. Kitendo cha kusikia ule mvumo wa moto, kila mmoja anamwambia ndugu yake alikuwa karibu, bwana, moto. Kwa hiyo itasikika sauti moja tu, moto huo, kwa woga, moto huo. Alafu kimya. Mwenyezi Mungu pale anauliza, limanil mulku leo, limanil mulku leo, ufalme ni wa nani leo? Wa Mkapa, wa Magu, wa Nyerere, wa Kenyatta, wa Trump, wale wafalme wa Saudia na Imarati, au machifu wenu huko vijijini? Limanil mulku leo. Hakuna pia atakayejibu ule woga, atasema mwenyewe, lillahi alwahidi alqahar. Ufalme ni wa Mungu alwahid, mmoja, alqahar, aliokulazimisheni kurudi hapa mtake msitake. Lillahi alwahid. Mwenyezi Mungu ana majina mengi, moja katika majina yake anaitwa nani? Kaharu. Kaharu manake ni mwenye kulazimisha kifo, ndo kaharu. Kwa hiyo anatumia jina lile, siku ndo linatawala. Sawa, Tumkimbileni Mtume Muhammad, ndo mashaka zetu wakaja na ubeti ule, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi walan yadhika rasulallahi ja'uka bi idhal kalimu tajalla bismi muntakim. Someni hiyo burda. Leo wanakuja watu hawataki muisome. Sawa, ile ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami akram man aludhu bihi siwaka inda hulu lil hadithillah ya Allah lallahi ja'uka bi idhal karimu tajalla bismi mun. Someni hiyo, mmeondoshewa hiyo, mnaimba sijui nyimbo gani, sijui ya akramal khalqi mali man aludhu bi. Hapa watu wanaongea na Mtume Muhammad, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Akramal khalqi manhu, yani mbora wa viumbe, ya akramal khalqi mali, nani? Man aludhu bihi, nitayemuegemea, siwaka, siokuwa wewe, inda hululil hadith, wakati wa kutokea matukio makubwa kama hayo. Hilo tukio kubwa huku sikupigwa mshindo na kimbilia ndani,
Ukisikia bu ndani chini ya uvungu, huko uvungu wenyewe pia unakimbia. Sallu ala nabi. Tusomesheni sana aya hizi, tutaswali, na ndio za kuanzishia mawaidha hizi, sio hizi aya za kugombania mwezi wa Saudia wa BAKWATA si aya gani. Shehe una mishipa inakutoka, unazungumzia shehe vipi? Shehe namna gani shehe? Jana nimemwona shehe mmoja akatokea katika mtandao, yeye tena ndo kajana mpya, anasema kuswali tarawih haramu. Hii dunia ishafika mwisho tu. Kavaa miwani. Shehe, una maneno ya kusema wewe? We shehe, mwogope Mungu we. Yaani aya zote hizi, hadithi zote umechafukwa kabisa. Tena umechukua simu yako ukajirekodi hivi, kuswali tarawehe haramu kwa sababu mtume hakuswali. Tumekwisha. Haya, Allahu yabda'ul khalqa, Mwenyezi Mungu ndo anaanza viumbe, ndio anayovianzisha viumbe, anavianzisha, sawa Thumma yu'iduhu, kisha anavirejesha, sawa. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye tu mtarudishwa, sawa. Wa yauma taqumu saatu, na siku kitakaposimama kiyama, yublisul mujrimun, watakaa kimya wabaya, yani watanyamaza watu waovu, hawatosema. Hawa unaona wanasema sana, wanachonga ndimi, na mara nyingi siku zote mtu muovu anasema sana kuliko mtu mwema. Mara nyingi mtu muovu anasema sana na ana misamiati mingi, anatumia nguvu kubwa kutetea uovu wake kuliko mkweli na mtu mwema, kwa sababu ukweli ni rahisi, uongo ni mgumu. Umeelewa? Ukweli ni kitu chepesi sana. Ukweli, umeiba, nimeiba. Wakati umeiba kweli, unaona upati tabu. Umeiba, nimeiba, nisamee. Lakini umeiba na unaambiwa umeiba, ili usiibe utasema neno moja, sikuiba. Sikuiba mimi, unajua mimi hivi nilivyo hivi, mimi unavyoniona mimi hivi, mimi mwizi mimi. Yani unapita neno moja tu. Kwa hiyo uongo inakulazimu utumie nguvu kubwa sana kutetea uongo wako na kuhalalisha. Lakini ukweli, sasa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atawanyamazisha wabaya. Soma katika suratu Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anaanzia mbali. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasaknahum ala makanatihim فما استطاعوا مضيا
Aya hizi zote ukizisoma hizi zinaelezea one day, yes, siku ya Kiyama. Wamtazu liyauma, yani pambanukeni leo, yani pambanukeni. Wamtazu liyauma ayuhal mujrimun, jipambanueni nyie wabaya, kule mlijichanganya na sisi kwa makoti yenu na kanzu zenu na vilemba na tasbihi. Uongo ulikuwa ule, unakuja umevaa tasbihi nzuri shingoni. Simaanishi kila anavaa tasbihi shingoni mwongo, sije mkazivua sasa. Yani hapa Mwenyezi Mungu anatufundisha kwamba mko na watu wengi sana hamwajui, lakini sio katika nyie. Ndio wamtazu liyauma ayuhal, hebu jipambanueni, tokeni katika kundi la watu wema. Wamtazu liyauma ayuhal, alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni. Akaendelea, so aya tunazosoma hizo leo mpaka akafika pahala al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tunaimaliza midomo yao, yani tunaifunga, tunaipiga muhuri, kufuli ala afwahihim, midomo yao leo tunaihitimisha, tunaipiga kufuli. Watukalimuna, leo mikono yao ndio itatusemesha. Yani mtu mbaya siku ile mdomo wake hausemi, unakuja kusema mkono wake. Bwana, mkono huo unakwenda wapi? Mkono huo unashikashika nini? Mkono huo unapapasa nini? Mkono huo unaelekeza nini? Kuna watu wanaitwa risasi kidole hao. Risasi mnajua bwana, yani wao kazi yao kuelekeza tu, yani muibie huyo au huyo bwege hana mpango, sawa? Au sigino zile, ndio mtu unaingia naye chocho hiyo, cho bingo, sawa? Kuna watu wanaongea kwa ishara tu, wewe hujui. Mwingine anambia nikipita pale kwenu nikijikuna twende, nikijinyoosha hivi hamna kitu. Sallu ala nabi. Mmeona, mvoelewa? Ukiona najikuna kuna hivi, ya mambo yameharibika. Ukiwa mambo tike wenzetu, hiyo mikono itasema siku ile, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu, na miguu yao itashuhudia. Ndio maana hii hapa, wa yauma taqumu saatu, siku kiyama kitakaposimama, yublisul almujrimun, watanyamaza watu wabaya. Yani midomo haitofanya kazi, viungo ndio vitakavyo. Kiungo chako kila kilichofanya kitu kitasema. Kidole kitasema, pua itasema, shingo itasema, tumbo lako litasema, mguu utasema ulikwenda wapi, kwenda na kurudi, ili mradi ukiwa mbaya tu vitashuhudia vile vitu mpaka hisabu ikishatimia. Haya, mdomo unarudishwa kusema sema, lakini hapo zishachukuliwa ripoti, ndio unaanza kuuliza, vipi wewe mkono, mimi nilikuwa nakuamini wewe, vipi? Mkono utasema antaqana alladhi antaka kulla shay, leo ametutamkisha yule ambaye amekitamkisha kila kitu. Achana na sisi bwana, achana na sisi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Amen. Nini maana yake? Twendeni tukavitumie vyema vizuri viungo vyetu. Kila kiungo kina kazi yake, kila kiungo. Na ukisikia neno maana ya shukurani, kwamba sisi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu, maana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kutumia viungo alivyokupa katika yanayomfurahisha. Hiyo ndio maana halisi ya shukurani. Kufurani, maana ya kumkanusha Mwenyezi Mungu ni kutumia viungo alivyokupa Mwenyezi Mungu katika yale yanayomuudhi Mungu. Unanielewa hivyo? Shukrani sio ile kusema asante au kusema
alhamdulillah, bado hujashukuru. Hii ni thanau. Ni nini? Thanau. Sema alhamdulillah. Lakini itakuwa alhamdu, ndio ile alhamdulillah ya kusema athanau lillah. Ahmadullah maana yake kila kiungo kinafanya kazi au kinatumika katika kumsabihi Mungu. Mkono wako hauendi pahala pabaya, kinywa chako hakitamki mabaya, miguu yako haikuelekezi pabaya, tumbo lako haviingii vya haramu, akili yako haiwazii watu vibaya, wahalumma jara. Mwenyezi Mungu ajalie katika haya. Hiyo ndio maana ya nini? Shukrani. Shukrani ni kutumia viungo vyako katika sehemu za kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufrani ni kutumia kiungo chako alichokupa Mwenyezi Mungu katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Pale umshukuru Mwenyezi Mungu bali unamuasi. Tizama jicho lako linaangalia wapi? Hapo unapotizama jicho lako ndipo anapotaka Mungu au la? Tizama sikio lako linasikiza nini? Hicho unachokisikiliza kinamridhisha Mwenyezi Mungu au la? Angalia ulimi wako na mdomo wako vinatamka nini? Vinavyotamkwa na kiungo chako hicho ndicho kinachomridhisha Mungu au la? Tumbo lako linaingia nini? Mkono wako unachuma nini? Unaandika nini? Na siku hizi watu kutwa tunakaa tunaandika. Kuna mtu mmemwona juzi, sio mchezo, anaandika huko anasema huko. Na hiyo si uko na pale pale bwana, chaka tuma. Mwepesi. Tizama unachoandika. Tizama unachosaini. Kuna siku hiyo. Ndio wa yauma taqumu saatu yublisu almujrimun. Kisha binadamu tuna kawaida ya kupenda watetezi. Tuna kawaida ya kupenda watetezi, shufaa. Ndio hao mawakili, mashahidi, wale wanaitwa nani? Shufaa. Ukilifanya jambo basi unakimbilia hata nani alikuwepo. Na yule naye asiyojua ubaya wa kushuhudia nilikuwepo bwana, hakuiba. Shufaa. Na sasa hivi kuna kampuni maalumu au kuna masomo maalumu au vyuo maalumu vipo vimetengenezwa duniani kwa ajili ya kutetea mabaya. Sitaki kuharibu biashara za watu, lakini uongo unasomwa mpaka unakuwa ukweli. Na ukienda kwake umeiba kabisa, umefanya kila kitu, umekula rushwa, bwana mimi nimekula rushwa, mesijui nini na kesi, unasikia sana, anakwambia weka hapo milioni 2 ufungwe wewe. Anaenda kuchezesha kwa maneno na kalamu na sheria, ufungwe kweli. Ufungwe. Na huyo mtu ana master ya kutetea uovu na uongo. Dokta upo? Unalala unacheka nini hapa? Na kasoma mpaka amegraduate juu kabisa, ana shahada na ana maneno yanafanya kwenda anavaa tai fulani hivi. Yaani kazi yake kutetea wezi tu mahakamani, na afungwi mwizi hata mmoja kwa sababu ya elimu yake. Sikiliza haya hii, angalia msafu wako. Mwenyezi Mungu anasema walam yakun lahum min shurakaihim shufaa'u. Sawa na hatopatikana katika washirika wao wa kuwaombea, na wala hawatopatikana katika washirika wao wa kuwaombea. Yani hatotokea yoyote katika aloshirikiana naye atajitokeza kumuombea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyojasiri kujitokeza mahakamani huko. Atokei. Hapo bwana vipi? Si tuko wote mahakamani? Anambia wewe, wavaa mchezo bwana. Mimi mwenyewe nina yangu hapa. Hayo yako pia nimekuwa yangu mimi. Mimi nilikutetea uongo. Umenielewa huko? Yeye ndo wa kwanza kukimbia. Anatabarra. Kuna kitu kinaitwa nini? Tabarra. Anatakata tena akiona jambo sasa hivi zamu ya kuulizwa yule, yeye anakufa huko. Hii kufa ya maana ya kula kona. Walam yakun lahum min shurakaihim shufaa. Umeelewa? Tena wakanu bishurakaihim kafirin, na wao wenyewe watawakanusha washirika wao. Yeye mwenyewe hatomtaja alomtetea maovu. Hiyo maana moja ya aya hii. Maana nyingine, wale
watu waliokuwa wakiabudu visivyokuwa Mungu. Maana nyingine hiyo, wale waliokuwa wakiabudu visivyokuwa, si kuna watu tumewataja juzi wanaabudu moto, wanaabudu nuru. Sasa ule moto hautowaombea kwa Mungu. Kuna watu wanaabudu vinyago, vile vinyago havitowaombea kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanaabudu watu, wale watu pia hawatowaabudia, hawatoa kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Mara ngapi hizo aya tafsiri yake? Mbili. Kwa hiyo kama wewe Mwenyezi Mungu akukinge wewe na mimi kuna mtu anaabudu nyoka maisha yake yote ulimwenguni, kwamba nyoka ndo Mungu wake, kama tunavyoona wale wenye kuabudu ng'ombe. Nyoka na ng'ombe na mbuzi na mizimu na vinyamkera havitokuja mbele kusema sisi tunamwombea huyu, alikuwa anatuabudu sisi Mungu mwenzetu. Umeeleweka vizuri? Hakiji kinyamkera hata kimoja. Nyinyi wale vinavyoabudiwa vya kwenu vinaitwaje? Wazaramu wanaita vinyamkera kule. Kila watu makabila wanao mizimu yao. Mizimu inaitwaje Kisambaa mzee? Mzimu hivyo. Mzimu kaulu amu, yani Kisambaa mzimu. Kwenu usiogope, uabudu wewe. Mbilimo kifupi kama hivi, akijitokezi hicho chenyewe kinakimbia. Tunazungumza huku tunacheka, lakini tunaongozana. Tumeelewana tunazungumza katika lugha hizi za kijamii tupate kuelewa tunakwenda wapi. Ya jamaa, tutakate na kila kitu tuende kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah Muhammad anakutosha kabisa. Kila unachokiona huku chote kinamtaka Mungu, basi wewe nenda kwa Mungu moja kwa moja. Usiabudu mtu, usiabudu kaburi. Umeelewa? Usiabudu. Unaweza kutawasal na kaburi la huyo mwema, lakini usiliabudu kaburi. Tumeelewana wazangu? Haya. Wa yauma taqumu saa, hiyo aya nyingine. Na siku kitakaposimama kiyama, ndio yaumaidhin, siku hiyo, hii ala taukid au ala taakidi. Yaumaidhin, siku hiyo bwana, siku hiyo yatafarraqun, wanapambanukana. Ndio ile wamtazul yauma, yani wataachana watu. Yanatoka makundi haya. Kundi la kwanza, fa amma alladhina amanu wa amilu salihat, ama wale ambao wameamini na wakafanya mema, fahum fi rawdatin yuhbarun, hawa katika mabustani ya kheri wataenda kufurahishwa. Mungu atujalie katika hao, Mungu atufurahishe. Amma alladhina amanu wa amilu salihat, vitu vingapi hivi? Vitu vingapi? Narudia tena, vitu vingapi? Alladhina amanu cha kwanza, cha pili wa amilu, kisipungue hata kimoja, ndio utapata rawda. Fi rawdatin yuhbarun, uwe na imani na uifanyie kazi imani yako. Mangapi? Leo watu wengi wana imani, lakini imani yao haifanyi kazi. Imani lazima ifuatiliwe na nini? Na matendo. Amma alladhina amanu, kama sisi wengi tunamwamini Mungu, lakini sio imani tu, wa amilu salihati. Shekhe wangu mmoja anasema sasa hivi Waislamu wengi wana Uislamu wa kinyani. Uislamu wake? Unaujua Uislamu wa kinyani? Uislamu wa kinyani, ananambia yule shekhe, siku moja nyani walimuona tausi. Walimuona tausi, ni mdudu mzuri sana, ndege ambaye anaupigiwa mfano kwa uzuri wake. Mpaka watu wanaopendana, mtu anamuita mpenzi wake nani? Tausi wangu, nikilala tausi wangu. Sasa nyani wakamuona tausi, wakashangaa, huyu mbona mzuri huyu, vile rangi zake, anavyotembea kwa maringo. Mungu kamweka kijiua hapa kingine huku chini, kampiga rangi, akipita katika jua na waka. Wale nyani wakamtizama,
mpaka Tausi akaruka akaondoka. Wakaondoka wale nyani. Sasa Sheikh anasema ghafla siku ya pili nyani mmoja akawa anasema mbele, mimi Tausi. Mimi wenzake ambia Tausi gani mwenye mkia? Ila hilo tu, hilo tu, lakini mimi Tausi. Tausi gani ana uso kama huo? Ila hilo